Kwanza, kwa heshima na taadhima, naomba niwasilishe mbele yenu waandishi wa habari taarifa ya mafanikio ya siku 100 za Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, katika utekelezaji wa kipindi chake cha pili katika awamu yake ya 8. Ndugu waandishi wa habari, basi baada ya kuanza na hayo, sasa kwa heshima nianze kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutujalia uhai, afya njema, amani na fursa kukutana hapa leo kuwasilisha taarifa ya mafanikio ya siku 100 za Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, tokea amechaguliwa tena na wananchi kuiongoza Zanzibar kufuatia kukamilika kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Ndugu waandishi wa habari, napenda kutumia nafasi hii ya kipekee kumshukuru kwa dhati tena Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa uongozi wake mahiri uliojaa maono, dhamira, uthubutu na juhudi zisizochoka katika kuwaletea wananchi wa Zanzibar maendeleo makubwa. Hakika uongozi wake umeendelea kuwa chachu ya matumaini, mshikamano na umoja kwa taifa letu. Tunamwomba Mwenyezi Mungu amzidishie afya njema ili aendelee kuleta mageuzi makubwa ya maendeleo ya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Ndugu waandishi wa habari, nitumie fursa hii pia kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa imani yake kubwa kwangu kuniteua kuwa mjumbe wa Baraza la Wawakilishi na kuniteua kuwa waziri wa nchi, ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na idara maalum za SMZ. Ahadi yangu kwake Mheshimiwa Rais ni kumsaidia kwa nguvu zangu zote katika kutekeleza majukumu ya ofisi. Ndugu waandishi wa habari, naomba kidogo niwape muundo wa ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na idara maalum za SMZ. Ndugu waandishi, kwa ujumla ofisi hii inaundwa na idara 4 za makao makuu ya wizara ambazo zinaongozwa na wakurugenzi chini ya usimamizi wa moja kwa moja wa katibu mkuu na naibu katibu mkuu wa wizara. Idara hizo ni idara ya uendeshaji na utumishi, idara ya mipango, sera na utafiti, idara ya uratibu wa tawala za mikoa, serikali za mitaa, pamoja na idara ya uratibu wa idara maalum za SMZ. Aidha, kimuundo tuna ofisi kuu Pemba ambayo inaongozwa na afisa mdhamini. Ndugu waandishi wa habari, nje ya makao makuu, ofisi hii kwa upande wa tawala za mikoa inaundwa na ofisi 5 za waheshimiwa wakuu wa mikoa, ofisi 11 za waheshimiwa wakuu wa wilaya, ofisi 2 za wilaya ndogo kwa maana ya wilaya ndogo ya Tumbatu na wilaya ndogo ya Kojani, pamoja na ofisi 388 za waheshimiwa masheha. Ndugu waandishi wa habari, kwa upande wa serikali za mitaa, ofisi hii inaundwa na baraza la jiji, mabaraza 5 ya manispaa, mabaraza 5 ya miji na halmashauri 1. Ofisi za serikali za mitaa zinaongozwa na wakurugenzi na kusimamiwa na mamea na wenyeviti. Ndugu waandishi wa habari, kwa upande wa idara maalum za SMZ, ofisi hii inaundwa na vikosi 5 vinavyoongozwa na makamanda wakuu wa vikosi. Kadhalika, kwenye mpangilio wa idara maalum tuna taasisi 3 zinazojitegemea ambazo ni wakala wa ulinzi wa JKU, viwanda vya idara maalum ya SMZ pamoja na tume ya utumishi ya idara maalum ya SMZ. Ndugu waandishi wa habari, ofisi hii kadhalika inaundwa na ofisi ya msajili wa matukio ya kijamii na ofisi ya mrajisi wa jumuiya zisizo za kiserikali.
Naomba ndugu waandishi wa habari muone walau majukumu ya Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ. Mosi, ni kusimamia na kuratibu utendaji wa kazi za waheshimiwa wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya na masheha. 2, kusimamia na kuratibu utendaji wa serikali za mitaa, kwa maana mabaraza ya miji, mabaraza ya manispaa, mabaraza ya miji pamoja na halmashauri, ikiwemo pamoja na lile jiji. 3, kusimamia na kuratibu utekelezaji wa shughuli za idara maalum. 4, kusimamia na kuratibu utekelezaji wa shughuli za Tume ya Utumishi wa Idara Maalum. 5, kusimamia na kuratibu utekelezaji wa viwanda vya idara maalum. 6, kusimamia na kuratibu shughuli za jumuiya zisizo za kiserikali, yani NGOs. 7, kusimamia na kuratibu shughuli za usajili wa matukio ya kijamii Zanzibar. Mazingatio ya mipango ya kitaifa. Ndugu waandishi wa habari, naomba niwajuze kidogo kwenye eneo hili. Taarifa hii ya mafanikio ya siku 100 za kipindi cha pili cha uongozi wa Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, imezingatia mambo yafuatayo: Dira ya Maendeleo ya Zanzibar 2050, Ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 25-30, Hotuba ya Mheshimiwa Rais ya ufunguzi wa Baraza la 11 la Wawakilishi 25-30, Mpango wa Maendeleo wa Zanzibar yani ZADEP, ahadi za Mheshimiwa Rais pamoja na mipango mikakati ya taasisi za Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ. Ndugu waandishi wa habari, baada ya utangulizi huo, sasa naomba kuwasilisha mafanikio yaliyopatikana ndani ya siku 100 za kipindi cha pili cha uongozi wa Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa utaratibu ufuatao. Mafanikio yaliyopatikana katika kipindi hichi kifupi katika tawala za mikoa. Kwa upande wa tawala za mikoa, ofisi imepata mafanikio yafuatayo. Mosi, ofisi imefanikiwa kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama kudumisha amani, utulivu na mshikamano wa nchi yetu ya Zanzibar na wananchi wake. Hili ni jambo moja la msingi sana ambalo ni mafanikio makubwa. 2, ofisi imeendeleza mradi wa ujenzi wa ofisi za waheshimiwa masheha. Jumla ya ofisi 48 katika kipindi hiki zimejengwa, ambapo ujenzi wake umefikia 50%. Kati ya ofisi hizo 28 zimejengwa Unguja na 20 zimejengwa Pemba. 3, ofisi imekamilisha maandalizi ya ujenzi wa ofisi 5 za waheshimiwa wakuu wa mikoa, ofisi 11 za waheshimiwa wakuu wa wilaya na ofisi 2 za wilaya ndogo, kwa maana ile Tumbatu na Kojani. Ofisi hizi zote nilizozitaja zinatarajiwa kujengwa katika kipindi chetu hiki cha 26-27. Mafanikio yaliyopatikana kwenye serikali za mitaa. Ndugu waandishi wa habari, kwa upande wa mamlaka ya serikali za mitaa, ofisi imepata mafanikio yafuatayo. Mosi, katika kuimarisha usafi wa miji yetu, ofisi imefanikiwa kuwakabidhi wakandarasi 111 ya maeneo 111 ya ujenzi wa vituo vya kukusanyia taka. Kati ya vituo hivyo 73 vitajengwa Unguja na 38 vitajengwa Pemba. Aidha, serikali imefunga mkataba wa ununuzi wa gari 29 za kuchukulia taka, ambapo gari 2 tayari zimeshawasili zipo, na gari 27 zilizobaki zitawasili nchini ifikapo, matarajio yetu ifikapo Mei 2026.
Namba 2, ofisi imeingia mkataba na kampuni za sekta binafsi kuendeleza jaa kuu la Kibele pamoja na kuzalisha nishati mbadala itokanayo na taka katika jaa hilo. Kama tunavyofahamu kwamba Mheshimiwa Rais sasa ametushauri, kwa maana kwamba siku zote mmekuwa mkimsikia Mheshimiwa Rais na serikali kwa ujumla, dhana yake ni kuona kwamba kuna baadhi ya maeneo sasa tu outsource. Kwa hiyo serikali, moja kati ya jambo ambalo mafanikio sasa, tumeanza kutekeleza yale maono ya serikali kwa ujumla, Serikali ya Mapinduzi. Kuna baadhi ya maeneo yetu yakiwemo ya usafi kushirikiana na sekta binafsi. 3, ofisi imeanza mazungumzo na kampuni mbalimbali za nje ya nchi zenye uwezo mkubwa wa kutoa huduma za usafi wa miji pamoja na kupendezesha miji yetu kuwa katika mandhari nzuri. 4, ofisi imekamilisha ujenzi wa masoko ikiwemo la Mombasa, Kitope, Kengeja, Mzambarauni. Kwa upande wa soko la Mombasa na Kitope tayari ameanza kutoa huduma. Kwa upande wa soko la Kengeja na Mzambarauni, hatua za mwisho zinakamilishwa kuyawezesha kutoa huduma kwa wananchi wetu. 5, mamlaka serikali za mitaa zimefanikiwa kuwasilisha katika mfuko mkuu wa uwezeshaji wananchi kiuchumi jumla ya shilingi milioni 543,636,815 kwa lengo la kusaidia makundi yetu yale ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu kupata mikopo nafuu kuendeleza biashara zao kama mwongozo unavyotutaka kufanya hivi. 6, mamlaka serikali za mitaa zimefanikiwa pia kukusanya jumla ya shilingi bilioni 3,829,695,999 sawa na 91% ya makadirio ya kukusanya, ambayo tulikadiria kukusanya bilioni 4,218,802,410. 7, rasimu ya awali ya sera ya udhibiti wa taka ngumu imetayarishwa tayari. Vile vile kanuni zinazosimamia usafi wa mazingira zimefanyiwa mapitio. Kama tunavyofahamu, tumeona tuna changamoto kidogo. Awali huko ilikuwa hivyo, kufikiri kwamba namna bora hivi tunaweza kutumia zile kanuni zetu ambazo zinatufanya kuimarisha usafi zaidi. Mafanikio ya wakala wa usajili na matukio ya kijamii. Ofisi imefanikiwa kufanya mambo kadhaa ambayo kwa kweli tunaona ni mafanikio kwa kipindi hiki cha siku 100. Ofisi imefanikiwa kuanza kujenga majengo la kisasa la ofisi ya wakala wa usajili na matukio ya kijamii wilaya Kaskazini B kwenye eneo lile kule katika eneo la Mahonda. Ujenzi huu ulianza mwezi wa Novemba 25 na sasa ujenzi umefikia asilimia 45. 2, ofisi imefanikiwa kuimarisha mifumo ya usajili wa matukio ya kijamii ikiwemo vizazi, vifo, ndoa na talaka. Mifumo hii kwa kweli imesaidia kupunguza muda wa upatikanaji wa vyeti pamoja na kusaidia kusomana mifumo ya taarifa zake na mifumo mingine ya taasisi nchini. Kama tunavyojua, lazima mifumo hii ifanye concatenation ili kuona inaonana, ili kurahisisha huduma zile katika mifumo yetu hii ya kiserikali na mingine iliyopo. Mafanikio ya ofisi ya mrajisi wa jumuiya zisizo za kiserikali, kazi wengine wamezoea kusema NGOs. Ofisi imefanikiwa kusajili na kuratibu jumuiya zisizo za kiserikali kuhakikisha zinatekeleza majukumu yao kwa mujibu wa sheria za nchi. 2, ofisi imefanikiwa kuziwezesha jumuiya zisizo za kiserikali kusaidia kuchochea maendeleo katika sekta mbalimbali ikiwemo sekta ya afya, ya elimu,
vijana na mazingira. Naomba sasa nisome mafanikio tuliyoyapata katika sekta yetu ya idara maalum, kwa maana vyombo vyetu vile vya idara maalum. Ndugu waandishi wa habari, katika kuimarisha vyombo vya ulinzi na usalama, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar chini ya Jemedari Daktari Hussein Ali Mwinyi imefanikiwa kuboresha mazingira ya kazi na makazi kama ifuatavyo. Moja, kikosi cha volunteer Zanzibar yani KVZ kimefanikiwa kujenga mahanga 15 kwa ajili ya makazi ya maafisa na wapiganaji. Aidha, KVZ kimefanikiwa kuendeleza ujenzi wa majengo mawili ya hospitali yenye hadhi ya hospitali ya wilaya katika kambi ya makao makuu Mtoni na kambi ya Ndugu Kitu kule Pemba. Ndugu waandishi wa habari, Jeshi la Kujenga Uchumi limeendeleza ujenzi wa mahanga ya ghorofa 2 yenye jumla ya nyumba 30 kwa ajili ya maafisa na wapiganaji wake katika kambi ya Ng'ambwa Pemba. Aidha, wakala wa ulinzi JKU umejenga jengo la makao yake lenye ghorofa 2 katika eneo letu la Mtoni pale. Tatu, katika kueleza mafanikio haya katika kuimarisha maendeleo ya skuli za ufundi na sekondari, ufundi na sekondari kwa upande wa JKU, serikali imefanikiwa kuanza ujenzi wa dahalia ya kisasa katika eneo la Mtoni ambayo itakuwa na uwezo wa kuishi wanafunzi wasiopungua 800 kwa wakati mmoja. Ujenzi wa dahalia hiyo umefikia asilimia 40. Ndugu waandishi wa habari, kikosi chetu cha zimamoto na uokozi kimejenga vituo 2 vya zimamoto na uokozi katika eneo la Kibuteni na Bweju, wilaya Kusini Unguja, ambapo ujenzi wake umefikia asilimia 75. Chuo cha mafunzo wengine wamezoea kuita magereza, sisi kwetu hapa tuna chuo cha mafunzo, kimefanikiwa kujenga nyumba 9 za maafisa kule Hanyegwa Mchana pamoja na kukamilisha ujenzi wa hanga lenye uwezo wa kuchukua askari 80 katika kambi ya Bumbwini. Ofisi pia imefanikiwa kuboresha mafunzo ya utendaji kazi katika idara maalum za SMZ. Jumla ya maafisa na wapiganaji 1375 wa idara maalum za SMZ wamepatiwa mafunzo yanayoendana na teknolojia na mifumo ya intelijensia ya kisasa katika vyuo vya ndani na nje ya nchi yetu. Serikali imeweza kukipatia kikosi cha zimamoto na uokozi jumla ya magari 19 ya kisasa ya kuzimia moto pamoja na boti za kisasa za kuzimia moto. Aidha, serikali imefanikiwa kununua vifaa vya uokozi baharini na kuvikabidhi kwa vikosi vyetu vya KMKM na kikosi chetu cha zimamoto. 8, serikali imefanikiwa kuanza kutekeleza mpango wake wa kuhamisha chuo cha mafunzo kutoka Kiinua Miguu hapo kilipo kwa kujengwa chuo kipya cha mafunzo cha kisasa Hanyegwa Mchana. Ujenzi huo wa chuo hicho kipya umefikia asilimia 30. Kama tunavyofahamu sasa, programu yetu serikali kuona wanafunzi wakakae Hanyegwa Mchana, na kule watapata zaidi ya mafunzo mengi na watapata maeneo ya kutulia kuliko kuwepo mjini. 9, serikali imefanikiwa kutekeleza mradi wa kuimarisha ulinzi na usalama Zanzibar kwa kuhakikisha inafunga mifumo ya kisasa ya mawasiliano ya ulinzi katika idara maalum za SMZ. Upatikanaji wa vitendea kazi ikiwemo sare za maafisa na askari pamoja na kufanya ukarabati mkubwa wa miundo mbinu yetu ya kamera za usalama yani CCTV katika maeneo mbalimbali ya Unguja na Pemba. Ndugu waandishi wa habari, ofisi yetu pia imefanikiwa kupokea mashine 12
kwa ajili ya viwanda vya ushoni vya viatu vya idara maalum kwa lengo la kuhakikisha uzalishaji unaongezeka na kupunguza gharama za serikali na kuagiza mahitaji ya idara maalum nje ya nchi. Na hapa, waandishi wa habari, mtaniwa radhi nichomekee hapa nijipigie debe. Sasa hivi kama kuna kiwanda ambacho kinatoa viatu first class ambao inashindana na viwanda vingine, si Afrika tu lakini duniani, ni kiwanda chetu cha idara maalum. Na tukisema viatu haina maana vya wanajeshi tu. Hata unapotaka wewe kiatu chako cha leo, hasa unataka kuvaa hapa mjini Magharibi na maeneo yanayofanana na hapa, unakaribishwa sana idara maalum kuja kujitafutia viatu na mambo mengine ya ushoni, yakiwemo hata nguo zenu hizo. Kina mama waandishi wa habari, warembo wa mjini sasa wanakuja kule kushona nguo zao. Kwa hiyo mnaweza na nyinyi pia kuja pamoja na kina baba. Basi naomba nihitimishe kutumia fursa hii pia tena kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia kuendelea kuwa na amani na utulivu wa nchi yetu. Hilo jambo kubwa sana ambalo ndani ya kipindi hichi cha siku 100 kwa kweli kimesimamiwa vizuri na kamanda mkuu wetu ambaye pia ndio rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Lakini pia nichukue nafasi hii kuwashukuru sana nyinyi waandishi wa habari sana kwa namna mnavyofuatilia, na kwa kweli kufika hapa na sisi leo kupata nafasi chini ya mkurugenzi mkatuuliza maswali ambayo mkataka kutuuliza pia, kusikiliza na kutuuliza maswali kwa ajili ya kuwahabarisha wananchi wetu kwenye maeneo mbalimbali ya visiwa vyetu juu ya majukumu yetu na mafanikio yetu, na mafanikio ambayo Mheshimiwa Rais wa Zanzibar akiwa ndio chachu na champion wa mafanikio hayo kupitia ofisi yetu hii ya Rais Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum. Naomba niwasilishe na asanteni sana kwa kunisikiliza. Nitumie forum hii pia kwa wananchi wengine kujifunza yanayotokea kule duniani. Sote tunafahamu nchi kama haina amani, hata mlikuwa matajiri kiasi gani, hiyo amani inaanza kutoweka katika moyo, lakini katika jamii na nchi kwa ujumla. Sote tunaona sasa namna ya Iran, Khamenei anavorusha vitu visivyokuwa na kipimo, lakini mnaona leo Israeli na Palestina, kwa maana Israeli sina uhakika kama Baitul Muqaddas bado ipo. Hii yote si ya kuifanyia mchezo. Zanzibar na Tanzania tunapozungumza amani, na ndo mnapoona tunakuwa serious kwenye swala la kuilinda amani ya nchi yetu, ni kwa sababu ya haya yanayoonekana huko. Haya tuyaone hivi TVini, lakini Mungu atupishie mbali ndani ya nchi yetu kutokea mambo haya. Ni mambo makubwa, hatuna mbavu ya kuzuia mambo yale. Ni mambo makubwa, mambo ambayo humjui ndugu, humjui shangazi, hujui wakati wa kula, hujui wakati wa kunywa maji. Ndugu wananchi na waandishi wa habari nyote kwa pamoja, na mimi nitumie forum hii nikiwa waziri mwenye dhamana pia kwa upande mmoja wa vyombo hivi vyenye ulinzi na usalama, yanapoanza tu maeneo haya kutokea ishara vyovyote vinavyoashiria uvunjifu wa amani, tuwe mabalozi wazuri kuwa karibu na vyombo vyetu hivi. Vyombo vyetu hivi vipo kwa ajili yetu. Kwa hiyo niwaombe sana, yale yanayotokea kule duniani, Middle East na nchi nyingine jirani, nafikiri wenyewe mnaona baadhi ya mataifa makubwa yenye nguvu yanaanza kujiweka pembeni. Kwenye jambo hili hatutaki. Seuze sisi nchi zinazoendelea. Niwaombe sana, jambo lile lisitupe furaha hata kidogo, litupe unyonge mkubwa, na kuwaombea kwa Mungu wakati huu wa Ramadhani, mwezi mtukufu. Ndugu zetu wale kule wamo Afrika, wamo makabila mbalimbali, as long as ni binadamu wenzetu ambao wanatamani kuishi kama sisi, tuendelee kuwaombea kwa Mungu waendelee kuishi kwa amani na usalama na utulivu.